أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من الذين يجلسون في هذا المكان الذي ضعيف في عيوننا ولكن شريف عند الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وبعد. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu wasomi wenzangu, ndugu wanafunzi wenzangu, ndugu watazamaji wenzangu ambao kwamba tunaendelea kufuatilia darasa hizi kwa kadiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotuwezesha na kutuafikisha. Alhamdulillah, tumekutana tena katika wakati na muda kama ni huu kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kama jinsi ambavyo ilivyo desturi. Tuko katika 10 la kwanza katika kuzizengea fadhila hizi za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa sababu kama ni hiyo, kama jinsi ambavyo tulivyoweza kutaarifisha ya kwamba tutakuwa na darasa katika kuweza kufahamishana mambo kadha katika ilmu ya fiqhi, uchimbuzi wa dini hii, uchimbuzi wa Uislamu, namna gani Uislamu unataka ili kuweza kunufaika kwa namna moja ama nyingine. Jana tulikusha kupita katika masala ya kueleza Uislamu, na baada ya kuwa tumeelezwa Uislamu ni nini, Uislamu tuliambiwa ni dini ambayo kwamba aliyoitumiliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dini hiyo kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili iwe ni mwongozo kwa hao ambao kwamba waliotumiliziwa, au iwe ni mwongozo kwa watu, na ikishakuwa ni mwongozo kwa hao watu iweze kuwa hiyo dini ni msaada kwao. Tukasema tutaona ya kwamba dini ni chombo ambacho kwamba kimebeba package ya mambo tofauti ya kidunia na ya kiakhera. Kwa sababu kama ni hiyo, tuendelee na sehemu ya pili au darasa ya pili kwa siku ya leo mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapotuafikisha. Leo tuangalizie, msanifu ameanza kusema kama arkanul islami, ni ngapi nguzo za Uislamu. Uislamu nguzo zake ziko ngapi? Ukiachilia mbali na dhana za wale ambao kwamba bado fikra zao ni finyo, bado wanakuwa kama wanazihaki kwa maana ya kufanya kama mzaha na kuona vipi anasema Uislamu nguzo zake tategemeana na ukubwa huo Uislamu ukoje. Hapana, kumbe haipo namna hiyo, bali haya ni mambo ambayo kwamba yameainishwa na kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama arkanul islam, kama Muislamu unatakiwa ujue Uislamu wako unajengwa kwa nguzo ngapi, ili ukiweza kuwa nazo hizo nguzo, jua ndo umeujenga Uislamu wako. Ikikosekana mmoja katika nguzo, unaanza kuulegeza Uislamu wako. Zikikosekana nguzo zote hizo zitakazotajwa, jua we Uislamu wako umeubomoa kwa mikono yako. Arkanul islami 5, nguzo za Uislamu ni 5. Uislamu nguzo zake ziko 5. Al-awwal, nguzo ya kwanza, shahadatu an la ilaha illa Allah, ni mtu kushahadia ya kwamba hapana jinsi ya Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Wa anna Muhammadar Rasulullah, na mtu kushuhudia ya kwamba hakika ya Muhammadi ni mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hizo nguzo mbili za shahada ndio msingi wa kwanza wa Uislamu, ndio ufunguo wa kwanza wa Uislamu, mtu kutamka kalima ya shahada na kuweza kuithibitisha katika ulimi wake. Kwa hiyo nguzo ya kwanza ni mtu kushuhudia. Kushuhudia wenyewe wanasema ni tukio ambalo kwamba mtu analiona namna hii. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu, sisi kwenye mioyo yetu inatakiwa tuweze kusema tunamshuhudia Mwenyezi Mungu.
Kama huwezi kusema namna hiyo, kwa maana wewe hauamini kwa yale ambayo kwamba alokufadhilisha au alokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivi zingatia tu hata utimamu wa akili na wale ambao kwamba hawana utimamu wa akili. Hivi kweli wewe huamini kama uwepo Mwenyezi Mungu upo? Kwa hiyo ni kweli sisi tunashuhudia kwa mioyo yetu ya kwamba hapana jinsi ya Mola apasaye kupewa ibada zozote zile isipokuwa Allah peke yake. Na mpaka Mwenyezi Mungu anasema hivi, anafahamu kuwa kuna miungu mingine. Wapo watu wanatakidi miungu mingine, lakini hiyo miungu haina haki ya kupewa hizo sifa. Anayekuwa na sifa ya kupewa hizo ibadati na mambo kadha wa kidha ni Allah peke yake, ambaye kwamba ametuneemesha mimi na wewe neema ambazo kwamba la tuhuswa, kama alivyosema kwenye aya, wa in ta'addu ni'matallahi la tuhsuha. Mkizihesabu neema za Mwenyezi Mungu hamwezi kuzidhibiti idadi yake. Na kushahadia hakika Muhammadi ni mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume kwa Mwenyezi Mungu ana daraja kubwa sana kuzidi viumbe vingine vyote, na ndio maana Mwenyezi Mungu alimsogeza karibu sana kwa kumwambia, sintotajwa mimi isipokuwa nitakuwa nikitajwa pamoja na wewe. Jina hili lilikuwepo kabla hata ya Adam. Wakati Adam anavyoteremshwa katika ardhi, alikaa takriban siku 40, kila zinasema, wengine wanasema miaka 40, hakuwahi kunyanyua macho yake katika mbingu. Siku aliponyanyua macho yake, aliona katika lauhil mahfudh maandishi yaliyoandikwa kwa kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Faqala Adam akasema, ya Rabbi, ewe Mola wangu, wama Muhammad, huyu Muhammadi ni nani? Mwenyezi Mungu akamuuliza, ewe Adamu, vipi umemfahamu Adam na ile umemfahamu Muhammad na ile hali bado sijamuumba? Ndivyo sasa Mwenyezi Mungu akaanza kumuelezea Adam na kuweza kumweka sawa, na ndipo katika toba alizoomba Nabii Allah Adam miongoni mwake, baada ya kwamba alisema rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, miongoni mwa maneno mengine aliyosema katika kuomba toba mbele ya Mwenyezi Mungu alisema Allahumma bihaqqi Muhammadi ighfirli. Ewe Mwenyezi Mungu, kwa hilo jina uliloliandika pembezoni mwako, ewe Mwenyezi Mungu, naomba unisamehe kwa kupitia jina hilo. Kwa sababu kama niyo utaona Muhammadi jaha yake ilivyo kubwa, inatakiwa tumjaze mtume Muhammadi katika mioyo yetu sisi. Athani, nguzo ya pili ya Uislamu, ya kujenga Uislamu wetu sisi, iqamu salati, ni mtu kuswali, kusimamisha swala. Tena tunarudia kusema sio sawa na yale mawazo ya wale wenye ufinyo wa mawazo. Mwenyezi Mungu amewapa mawazo mapana, wenyewe eti wanayadogosha mawazo yao, wanasema eti nyinyi mmeambiwa msimame kuswali, nyinyi mnaendelea. Sio sawa kauli hizo, wanakosea kumkosea muumba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqamu bimaana dawam, muumini au muislamu anatakiwa aswali swala 5 kwa kudumu, kama alivyosema Nabii Allah Ibrahim, rabbi ja'alni muqima salati, ewe Mwenyezi Mungu, naomba unijalie mimi kuwa mkazi wa mji wa swala. Nikiwa nje ya swala niwe ndani ya swala, nikiwa ndani ya swala niwe kwenye swala, nikiwa kwenye biashara zangu niwe kwenye swala. Kwa maana swala, kwa nini uwe ndani ya swala? Kwa sababu gani? As-salatu inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Ukiwa kwenye swala muda wote, swala itakuwa inakukataza wewe kutokana na mambo ya fahisha na mambo ya munkar. Kwa hiyo swala ni kitu kikubwa kwenye Uislamu, ni nguzo kubwa isiyokuwa na mfano wake. Na ndo tulisema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema as-salatu miftahu kulli khair. Utafanya mambo ya khairi mengi siku ya kiyama. Kuna mlango utakuwa umejazwa chumba, yani kuna chumba kitakuwa siku ya kiyama kimejazwa matendo yako uliyofanya duniani mema mengi, halafu yatafungiwa yale mema. Utaambiwa mja fulani, chumba chako cha mema ni kile pale, hembu chukua funguo nenda kakifungue. Utaanza kushangaa, lakini anayeelewa ufunguo wake ni swala. Ukiwa na swala ile unaanza kuondoka tu, ule mlango unakuwa kama wa sensa. Ukifika pale basi unajifungua. Swala yako kama ilikuwa ni ya sawa sawa, na Mungu akiikagua na akiwa ameridhia. Kwa hiyo swala tusiache kuswali. Msingi wa swala, Muislamu akaacha kuswali anafeli na anakosea.
Na wengine mpaka wamefikia kusema mtu akiwa anaacha kuswali huyo ni mshamba. Ni mshamba kama washamba wengine tu. Athalithu, nguzo ya tatu katika Uislamu, itau zakati, ni mtu kutoa zaka. Zaka ina vigawanyo vikubwa. Tamko zaka limekusanya. Zaka ni tofauti na swadaka. Zaka sio swadaka. Swadaka kitu kingine, zaka ni ibada inajitegemea na ni nguzo katika Uislamu. Zaka, watu leo zaka watoi, tutafanikisheje mambo yetu? Zaka hatutoi, wakafikiri itakuwaje? Kesho siku ya kiyama tutaenda kumwambia nini? Wala yahudhu ala taamil miskin. Mwenyezi Mungu anasema adhabu kali itawapata wale ambao kwamba walikuwa hawasisitizi watu, hawasisitizi mashekhe, hawasisitizi Waislamu kulisha masikini. Leo maskini anaonekana ni kama mtu eti amejitakia ule umaskini wake. Hajui mtu ule umaskini kama ni kadari kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu mali zao wanazikumbatia, hayo sio sahihi. Kwa hiyo zaka ni nguzo katika Uislamu. Yeyote ambaye kwamba atakayesimamisha ndo anasimamisha dini yake na ndo anasimamisha Uislamu wake. Arabi, nguzo ya 4 katika Uislamu, saumu Ramadhana, ni kufunga mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Saumu Ramadhana, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tutaelezwa maana saumu na maana swala, maana zaka, maana iqamu swala. Lakini kwa fasiri yake, mtu kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, maana saumu. As-sawmu hiya al-imsaku min al-akl wash-shurbi min tulu'i al-fajr ila ghurubi shams. Kufunga maana yake ni mtu kujizuia kuanzia alfajiri inavyochomoza mpaka jua linavozama. Hapa mtu anakuwa amefunga. Lakini tusije tukawa kama wale ambao kwamba walioambiwa na Mtume Muhammad, kam min saimi, ni wangapi kutokana na waliofunga hakuna walichokifunga isipokuwa ni kujizuilia na nini? Na njaa na kula na kunywa. Kwa sababu gani? Ukifunga kuna vitu vingine pia unatakiwa vifunge vingi sana, vile venye kuendeshwa na baada ya kuwa mtu atakula na akinywa, kuna vitu vinasisimuka kwenye mwili na vinaendeshwa mpaka hata mawazo mtu yawe sawa, lazima ale au ameshiba. Kwa hiyo hata uwaze vizuri, basi inategemea wakati mwingine uo umekula vizuri. Kwa hiyo hata yale mawazo machafu pia yanatokana na kula, matamanio machafu pia yanatokana na kula, kushiba na kadhalika. Kwa hiyo unapokuwa umefunga, embu jitahidi funga na yale mambo ambayo kwamba hayampendezi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wakati ulikuwa ukiyafanya kwa kuteleza, ulikuwa ukiyafanya kwa kutokujua na mambo mengine. Lakini tujue ya kwamba nguzo ya Uislamu ya 4 ni saumu Ramadhana. Leo watu hawafungi, wanachukulia eti mimi nimeneemeshwa kadha wa kidha, nitaanzaje mimi kuacha vitu vyangu? Vitu hivyo shekhe, vinafikia wakati Mwenyezi Mungu anaweza kukupa mtihani ukawa unaviangalia tu. Kwani kuna wangapi leo wana kila chochote, lakini naambiwa usile, usinywe juisi, usile ubwabwa, sijui usile nini, usile nyama, usile hivi. Mtu anajilia majani ya maboga tu. Nini? Tayari mtihani umeshafika. Kuna shekhe letu mmoja anasema mtu huyu anakuwa ameshaanza kunyang'anywa baadhi ya ladha zinakuwa zimeshatoweka. Lakini mlete yule ambaye kwamba hana chochote, hakutaka kukusanyia kila chochote hapa. Kwa sababu gani? Ladha zote anazo. Kwa hiyo hata kupewa pia ni mtihani wakati mwingine. Na Mwenyezi Mungu anapotuambia tufunge, kuna hekima kubwa iliyokuwa katika funga. Moja katika funga hekima zake, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sumu tasihu, fungeni mtapata afya. Hilo tu kwani halikutoshi ikawa ni sababu ya kupulikia kwenda kufunga? Na funga sio kukithirisha kula. Funga ujizuie, fanya uchache wa kula, fanya uwingi wa kufunga. Hata unavofuturu kidogo. Sasa tena usije ukalipa, mimi asubuhi sijanywa chai, mimi mchana sijala, jioni wana tabia ya kunywa maziwa na sambusa. Basi vitu hivi vyote unavijumlisha kwenye mlo mmoja, unafeli, unaharibu makusudio ya funga yako. Nenda kale kamlo kamoja, kula mlo mmoja. Ukiona pale umeshiba wewe, sema mimi tayari, iambie nafsi yako inatosha, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ta'amu lilwahidi kafal ithnain, inatosheleza. Sasa tena unaanza kujikusanyia vyakula vipi? Unakuwa umefunga kitu gani? Nguzo ya funga ni kitu cha muhimu katika Uislamu. Alkhamis, nguzo ya 5 na ya mwisho, hijjul baiti lilmustati'i, ni ibada
ya hija kwa yule ambao kwamba mwenye kujiweza. Nguzo hizi takriban 3 mpaka 4 zote watu wanazidharau sana. Mtu akishaingia Uislamu tu mambo mengine anaona ni kama bla bla. Hapana, tusifanye namna hiyo. Ndio maana tunatoa kwa kusema kusisitizana kwenye Uislamu, tusipuuze jamani. Tukifanya namna hiyo tutakuja kujilaumu siku ya Kiyama, tutazidhulumu nafsi zetu na itakuwa ni hasara kesho siku ya Kiyama. Nguzo ya 5 ni hijjul baiti lilmustati', hija kwa wale ambao kwamba wenye kujiweza tayari Mwenyezi Mungu amewaruzuku zile asibabi zote za kwenda katika mji mtukufu wa Makka kwa ajili ya kwenda kuizuru Kaaba iliyoko tukufu na kuweza kuyaona maeneo matukufu ambao kwamba yameainishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini yatosha kusema hata kwenda kumzuru Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikawa imekuhamasisha wewe kwenda kuifanya ibada hiyo. Lakini kwenda kufanya ibada endapo unakuwa umeshapata uwezo ni faradhi, sio sunna wala sio khiari. Ukiacha unapata madhambi na siku ya Kiyama utaambiwa nenda kahiji. Yale mapesa yote yaliokuwa natakiwa kwenda kufanyia ibada yatageuka yawe adhabu kwa kwa mamoto, yageuke yawe mange, yawe manyoka, yawe masumu mabaya mabaya, ili tu haribike ili udhuriwe wewe, ili we ni adhabu. Na ikiwa ni adhabu, la yamutu fiha wala yahya. Adhabu ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama sio kwamba utaadhibiwa ukatibiwa utapona. Haufi wala hauwi hai. Mwenyezi Mungu kwenye hichi kitu ameweka kuna hekima yake. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu aweze kuturuzuku kuyatekeleza haya. Kama alivyosema Mtume Muhammad, swala au nguzo 5 za Uislamu ndio nguzo za dini. Man aqamaha faqad aqama dini wa man tarakaha faqad hadama dini. Amba kwamba atakayeweza kuzisimamisha nguzo hizi ndio amesimamisha Uislamu. Akaweza kuzipuuza nguzo hizi, wewe unaubomonyoa, yani unauboromonyoa au unaugema au unauharibu Uislamu wako kidogo kidogo. Ikiwa ni namna hiyo, inakuja kuwa ni hasara kwako wewe siku ya Kiyama, hata ukizingatia mpaka hata na wengine wanaweza kaja kupata hasara kwa kupitia wewe. Haya na iliyoko machache, tutaendelea kujuzwa zaidi na zaidi. Yanayefuata ni mazuri zaidi na haya yanayopita ni mazuri. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Inshallah tupate walau maswali mawili au swali moja ili iwe ni sababu ya kwenda kupumzika inshallah, kwani tumekukuruka kwa namna tofauti kwa kufikia hapa. Tupate swali moja au maswali mawili kwa ajili ya kujenga, itakuwa ni bora. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alayka salam wa rahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tunazidi kupata faida kutoka kwa shekhe wetu, lakini mimi nina swali katika nguzo ya shahada. Mtu akitaka kushahadia au mimi nikitaka kumtamkisha mtu shahada, kuna vitu gani ambavyo kwamba nitavizingatia kutoka kwa mtu huyo anayetaka kutamka shahada? Naam. Swali zuri. Ustadhi wetu anauliza, mwanafunzi mwenzetu anauliza ya kwamba mimi nataka kumsilimisha mtu, au kwenye shahada nini hasa kinachozingatiwa ili mtu awe ameweza kutamka shahada? Kwenye shahada kinachozingatiwa hasa ni ikhlasi. Kwanza ikhlasi kwa maana kuutakasa moyo wako, na unapoyatamka au shahada inatakiwa kutamkwa na inazingatiwa zaidi kutamkwa kwa kupitia moyo wako, kwa sababu wenyewe wanasema sio kila chenye kutamkwa na ulimi kuwa kimetamkwa na moyo, ila kila chenye kutamkwa na moyo mara nyingi huwa kinaenda kutamkwa na ulimi. Kile chenye kutamkwa na moyo mara nyingi huwa kinaenda kutamkwa na ulimi, lakini mara chache sana chenye kutamkwa na ulimi kinakuwa ni kimetamkwa na moyo. Kwa sababu kama niyo kinachozingatiwa katika shahada ni mtu kutamka kwa ulimi wake. Kama ni bubu, kama ni kiziwi, kama hawezi kutamka, hayo mambo, masala hayo ni mambo mengine, na hukumu na sheria zitafuata mkondo wake, kama jinsi ambavyo ilivyo kwenye swala. Mtu kama hawezi kuswali, hawezi kufanya nini, na kueje, sheria imemwainishia mambo rahisi kabisa. Lakini kwa swali lako wewe kwa saa hizi na msingi wa kulijenga kwenye shahada, kinachozingatiwa ni mtu kutamka na wala sio vinginevyo. Wallahu a'lam.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alayka assalam warahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin wa ba'd. Ni hapa swali langu nataka niulize, katika funga umeambiwa kufunga pindi mtakapofunga mtapata afya. Ni afya gani ambayo kwamba iliyo neno hapo? Naam, Adhibala anauliza swali zuri la kujenga la kuweza kuonelea ni namna gani tunaambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, fungeni mtapata afya. Anauliza, je, ni afya gani mtakayekuwa ni wenye kuipata? Afya katika vitu vingi sana, kwa sababu wataalamu wa afya wanasema, akiwemo yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madhara mengi yanayempata mwanadamu yanaanza kwenye tumbo, na haya madhara yanayotokana kwenye tumbo hayakuanzishwa na jambo lolote, bali yanaanzishwa na vyakula tunavyokula. Vile vyakula tunavyokula vinazalisha vitu vingi. Hivyo vyakula tunavyokula vinakuwa wakati mwingine na madhara mengi, lakini wakati mwingine wakuto kujua inakuwa ni sababu basi ya kuendelea kujenga matatizo katika miili yetu. Mfano wake, mtu akiwa anakula, wengi katika binadamu tunapendelea sana vyakula vyenye asili ya mafuta. Wengi katika binadamu tunapendelea vyakula vyenye mafuta. Hakuna mtu ambaye anapenda kula chukuchuku. Yale mafuta kila tulapo, wapi uliona kuna sehemu inayochuja inavuja mafuta? Kuna wakati fulani nilikuwa nikiwachekesha wanafunzi wa kuambia, ni hekima gani Mwenyezi Mungu aliyotumia? Mtu anakula steki za nyama karibia hata kuku mzima, lakini mtu hajawahi kujisaidia nyama hata siku moja. Ni hekima gani Mwenyezi Mungu aliyotumia katika mifumo aliyotuwekea sisi katika matumbo yetu? Vile vitu vinameng'enywa na vinaishia humo humo, na sio kuishia tu, vingine vinaenda kuota kwenye miili yetu, vinaenda kujenga steki. Sasa kuna wakati mwingine vinazidi mpaka vinaova, vinapitiliza. Kuna mafuta yanayozidi, ukiwa na njaa yale mafuta yanaanza kujichoma, kwa maana ya kuanza kukava ile nafasi ya njaa. Lakini unatibu tumbo lako, unatibu mfumo wa mwili wako na mambo mengi katika hali ya kuweza kuyatibu katika mwili wa mwanadamu endapo anakuwa amefunga. Yako mambo mengi, lakini insha Allah darasa la masala ya tiba litaletwa ili kusudi tuweze kunufaika zaidi na kujua namna gani mtu anavyopata hasara anavyokithirisha vyakula, lakini pia akiwa anakula kwa wastani wake na akiwa wakati mwingine anajibakisha na njaa anapata faida gani. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alayka assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kama ilivyo ada, Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba funga imefaradhishwa kwa waumini. Je, ni ipi yani tuseme ni ipi, hebu tufafanulie wale waislamu ambao hawajafika daraja ya kuwa waumini. Je, na wao wanaruhusiwa kufunga? Swali zuri la kuweza kujifunza pia. Anasema funga, kama tulivyoambiwa, funga ni nguzo katika Uislamu, lakini funga hiyo pia imefaradhishwa kwa waumini. Imefaradhishwa kwa waumini, lakini kila yeyote anaweza akawa muumini, lakini kwa sharti na vigezo vyake, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoviainisha. Kuna vigezo takriban 10 ili mtu aweze kuwa muumini. Kwa sababu kama ni hiyo aya iliyokuja imehukumu hivyo, ndo aya imekuja na ndo sheria. Lakini huyo muumini ni nani? Muumini hawi kafiri. Muumini anakuwa ni yule mwenye kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hapa mtume anayakini au Mwenyezi Mungu anayakini waja wake wote ni waumini. Wewe ambao kwamba umejivua ni wewe tu umeamua kujivua, lakini sheria imeenda mbali mpaka sio vizuri, inahukumu mpaka mtu ambao kwamba haswali ni kafiri. Mtu ambao haswali hata kupewa maji hafai. Sasa ni Muislamu tena gani wewe unaacha kuswali? Ndio maana mtume ametumia lugha muumini bana. Nini? Au Mwenyezi Mungu ametumia lugha muumini, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam,
walo kuwa waumini hawatakiwi wanafiki hapa, kwa sababu ukiwa mnafiki utakuwa unafunga kinafiki. Ukiwa wewe ni unachukulia ukiwa kafiri huwezi kufunga, yani utakuwa unafunga kama kafiri kujiamulia wewe. Lakini ukiwa muumini kuna vitu unavizingatia, kuna hofu ambayo kwamba ipo, unalifanya jambo hilo kwa ajili ya yule ambao kwamba alokupa hicho cheo, wewe ni muumini. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hayo mambo 10 tutaje takriban mambo mawili. Ameanza kusema Allah Subhanahu wa Ta'ala baada udhu billahi minashaitani rajim, qad aflahal mu'minuna, wamefaulu waumini. Tunataka tufahamu kuwa waumini ni akina nani. Wamefaulu waumini. Waumini ni wapi? Alladhina qad aflahal mu'minun alladhina hum li salatihim khashi'una. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Waumini ni wapi? Wale ambao kwamba kwenye swala zao wanakuwa na unyenyekevu. Unyenyekevu ni kitu gani? Fuatilia darasa za fiqh hizi, utaendelea kukuta hayo mambo yanaelezwa vizuri zaidi. Lakini walladhina hum anil laghawi muridhun, na mpaka kufikia mambo mengi aliyoyataja, takriban mambo 10. Tumetaja mawili. Kwanza swala zao wanakuwa nyenyekevu. Mambo ya laghau ni vitu vya upuuzi vinavyokuwa havina msingi wowote, hakikupi thawabu bali tu ni kitu cha kukupumbaza wewe. Hicho kitu kina uwezekano ukiacha. Muumini hawi na mambo ya lagha, kwa sababu kupoteza muda hairuhusiwi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata na kiongozi wa umma, unapotezaje muda? Jifurahishe. Unajifurahishaje? Kuna wakati wa kujifurahisha. Je, unajifurahisha vipi? Hiyo furaha yenyewe unapotaka kujifurahisha iwe ni sehemu ya ibada, inazingatia misingi. Lakini leo watu hatuna mambo hayo. Kwa hiyo muumini ni upi? Ni yule ambao kwamba swala zake anaepukana na mambo hayo ya laghau na hayo mambo mengine aliyoyataja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo swala funga imefaradhishwa kwa waumini, ni kweli. Lakini ukiwa Muislamu, huyo muumini hawi kafiri, anakuwa ni Muislamu. Anakuwa ni Muislamu na hawi munafiki. Ila munafiki anaweza akawa Muislamu. Wallahu a'lam. Basi inshallah maswali haya matatu takriban yanatosha ndugu zangu. Tumombe Mwenyezi Mungu aweze kutupa nafahati na aweze kujalia kila la khairi. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقنا لنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر تذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق كل حلالا دائما خلاتك مع علماء نهض بالخير ربنا واصلح لنا كل شؤون واقرب برضا منك وقض عنا ربنا كل دون قبل ان تاتينا رسول المنون وغفر الستر انت اكرم من ستر والصلاة الله داش المصطفى من الى الحق دانا والوفاء بكتاب في لناس الشفاء وعلى ال الكرام اشرف على اصحاب المصاب الغرام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.